Januari imekuwa kama mwezi mwingine. Au mnasemaje ndugu zangu? Wala Mchungu, karibu sana. Asante sana. Umekucha Mambo yanakwenda lakini. Mambo yanakwenda. Karibu tutazame mengi yaliyojiri kwenye taarifa. Zipo taarifa nyingi za Afrika Mashariki, Afrika, duniani huko, tuchambue hapa. Walau kwa uzuri. Na wewe pia unaweza kutuandikia maoni kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Tupo live kabisa pale. Unaweza kutusikiliza hapa. Kanitumia ujumbe ndugu yangu mmoja anaitwa Michael Kioro, anasema nipo na nyie bila chenga kabisa kutokea Goba hapo. Goba hapo. Sema uko na sisi bana. Asante sana pia kwa kuwa na sisi. Vizuri kabisa bana. Uganda ni kama sasa Rais Yoweri Museveni anaanza kuunda serikali yake. Jana umefanyika uteuzi wa kwanza wa Dr. Flavian Zeija, ambaye ameteuliwa kuwa jaji mkuu wa Jamhuri ya Uganda, akichukua nafasi ya Alphonse Owinyo Dolo ambaye alikuwa amestaafu. Jaji mkuu. Bunge la Uganda limethibitisha kuwa limekamilisha mchakato wa kumsajili na kumuidhinisha Dr. Zeija kuwa jaji mkuu wa Uganda. Uteuzi wa Zeija umewashangaza watu wengi kwa sababu ndani ya mahakama na hata tume ya huduma za mahakama amepanda cheo kwa kasi kubwa, wenyewe wanasema. Wanasoma vyombo vya habari mbalimbali na wakosoaji wa Uganda wakizungumzia kwamba haijawahi kutokea mtu akapanda cheo kwa haraka hivyo na kuwa jaji mkuu. Upandaji wa cheo kimkakati. Wanasema amekaa chini ya mwaka mmoja tu katika nafasi ya naibu jaji mkuu. Na kwa mujibu wa katiba ya Uganda wanasema ukiwa chini ya mwaka mmoja kuwa naibu jaji mkuu bado huwezi kuqualify kuwa jaji mkuu. Hautoshi. Lakini yeye moja kwa moja jaji mkuu wa Uganda. Aliteuliwa kuwa naibu jaji mkuu pale Februari 7, 2025, akimrithi aliyekuwa naibu jaji mkuu mstaafu Jaji Richard Butera. Kabla ya hapo alikuwa jaji mkuu wa mahakama, yani principal judge, nafasi ambayo baadaye ilishikiliwa kwa kaimu na Jaji Jenny Okuo na kwa takriban mwaka mmoja. Mwezi uliopita Rais Museveni alimteua rais rasmi Jaji Jenny Okuo, aliyekuwa naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma, kuwa jaji mkuu wa mahakama, yani principal judge. Spika wa bunge la Uganda amethibitisha kuwa Jaji Flavian Zeija alisajiliwa na kamati ya uteuzi ya bunge baada ya kuteuliwa na Rais Museveni. Kwa hiyo huo ni uteuzi wa kwanza ambao umekuwa gumzo kweli pale Uganda na watu wanaojadili kwa kina kweli. Ndio ndio anavyounda serikali mdogo hivi. Yes kabisa. Mzee Museveni sasa anaanza kuunda serikali yake. Tunafahamu kwamba rais baada ya kuchaguliwa huwa anaanza kuchagua viongozi wa taasisi ambao zinazoitwa instrument of state power. Kwa kiongozi rais huwa atachagua kwa mfano mkuu wa majeshi, mkuu wa jeshi la polisi kwa mfano. Itategemea katika watu ambao labda amemrithi, ametoka nako na awamu iliyopita kuingia katika awamu mpya. Hivyo vile anayo fursa ya kuchagua majaji ambao anakuwa ni muhimili wa mahakama, na kanzidi sana ana fursa vile vile, of course bunge linajua kuchagua speaker na wakuu mbalimbali wa idara za serikali. Kwa hiyo sama lake nini? Maana ni kwamba sasa serikali ya Uganda katika muhula mpya wa 7 inaanza kutengenezwa chini ya Mzee Museveni. Of course kumekuwa kuna hizo scenario Afrika kwamba mtu alikuwa kwenye ngazi ya chini au mtu alikuwa haonekani kama anaweza kushika nafasi fulani ya kiongozi wa taasisi kubwa, lakini rais kwa mamlaka yake katiba amekuwa akimpandisha na kumuinua hadhi na kuanza kumpa mamlaka nyingi kubwa. Kwa hiyo na hiyo imetokea katika maeneo mengi Afrika, kwa namna gani wale viongozi wa taasisi wa idara mbalimbali mtu anapandishwa kutoka eneo moja na kupewa katika eneo lingine. Na hiyo kwa sababu rais anajaribu kutafuta watu ambao anawaamini. Unajua katika muhula wa kwanza wa uongozi au muhula ambapo umechaguliwa mpya, lazima utafute watu ambao watakuwa ni loyal zaidi kwako, ili mwisho wa siku unapopanga mikakati yako kufikia ndoto, kufikia malengo katika zile sila ambazo umeahidi, watu waweze kufanikisha kama vile ambavyo unavyotaka. Timu yako ambayo unaaminiana nayo. Hiyo ni kutokea Uganda. Lakini taarifa nyingine kutokea pa Afrika, Umoja wa Afrika umetangaza kuiondolea Guinea vikwazo ilivyowekea kufuatia mapinduzi ya mwaka 2021. Na hii ni baada ya nchi hiyo kuandaa uchaguzi mwezi uliopita Desemba. Kama hawana mpango wa kuondoka.
maisha yanaendelea. Ukienda kule Mali kina Asim Goita, si ndio? Wote ni wanajeshi ambao walifanya. Ndio maana kuna jarida la The Economics lilisema kwamba ukanda wa Sahel ni ukanda ambao umeanguka katika demokrasia mpya, ambao wananchi hawataka demokrasia kimagharibi ya kuchaguana. Wanaamini bora wanajeshi wachukue nini? Wachukue nchi. Lakini imethibitika kwamba wakichukua nchi wanakuwa wanaendelea kutamani kukaa mamlakani. Kwa sababu kama unafahamu uongozi katika nchi za Kiafrika una fursa nyingi za kimkakati. Haya bana, na wewe tuandikie maoni kwa haya ambayo tunayazungumza kupitia Morning Express. Andika kupitia 0683802966. Morning Express. Wana kwingineko duniani huko sasa yanayoendelea ni mengi, lakini dunia bwana ina ile inaitwa kamati ya amani, bodi ya amani. Bodi ya amani, lakini wanaitema kama bodi ya amani